Mwanaume huyo alishtuka sana alipogundua kwamba Rolls Royce iliyokaribia kumgonga binti yake ilikuwa ile ile hasa ambayo mke wake alikuwa ameendesha kwenda kazini asubuhi hiyo. Lakini mtu aliyeshuka kwenye gari hilo alikuwa mgeni kabisa. Mwanaume huyo mwenye kiburi alianza kumtukana baba na binti yake, akiwakejeli kwa kufikiri kwamba watu maskini kama wao walistahili kuwepo mahali hapo. Kisha mwanawe akatoa simu yake na kuanza kurekodi baba na binti yake wakipanda baiskeli, akisema kwamba angechapisha video hiyo kwenye jukwaa la shule ili kuwadharau. Msichana mdogo alikuwa karibu kujibu na kubishana nao, lakini baba yake alimzuia akisema kwamba jambo muhimu zaidi kwa sasa lilikuwa sherehe yake ya tuzo na kwamba wangeshughulikia swala hilo baadaye. Baba na mwana walipoona hivyo, walidhani wamewaogoka, hivyo wakakimbia na kuipiga teke baiskeli yao hadi ikaanguka chini. Hawakujua kwamba kadri walivyozidi kuwa na kiburi sasa, ndivyo wangeumia zaidi baadaye. Muda mfupi baadaye, kundi hilo liliingia kwenye ukumbi wa shule na makamu mkuu wa shule akasimama jukwani kutangaza kwamba msichana mdogo alikuwa ameshinda tuzo ya juu zaidi katika mashindano ya kitaifa ya sayansi. Baba wa yule mvulana alisimama mara moja na kupinga hadharani, akipiga kelele kwamba tuzo hiyo ilipaswa kwenda kwa mwanawe badala yake. Hata alitoa dola milioni 10 ili kununua ushindi huo, kwa sababu mshindi wa nafasi ya kwanza angepata nafasi ya kusoma nje ya nchi katika chuo kikuu bora, hivyo alikuwa tayari kutumia kiasi chochote cha pesa kupata heshima hiyo. Wakati huo mwanaume huyo aligundua kwamba black card iliyokuwa mkononi mwa yule mwanaume mwingine ilikuwa kadi ya ziada aliyompa mke wake. Akiwa ameficha hasira zilizokuwa zikimchemka moyoni, aliamua kusuluhisha mambo na mke wake baada ya sherehe kumalizika. Lakini kwa mshangao wa kila mtu, makamu mkuu huyo mwenye tamaa ya pesa kweli alipanga kumpa mvulana mwingine kombe la msichana huyo. Msichana mdogo mara moja alilikumbatia kombe hilo kwa nguvu na kusema kwamba mvulana huyo hakustahili. Lakini mvulana huyo papo hapo akatoa picha alizokuwa amepiga mapema na kuanza kudharau hadharani umaskini wa familia ya msichana huyo. Wazazi wengine waliokuwepo ukumbini waliotaka kujipendekeza kwao pia waliungana katika kumdhalilisha msichana huyo, dai kwamba huenda alikuwa mwanafunzi maskini ambaye shule ilimleta tu ili kuongeza kiwango cha ufaulu. Kilichowakasirisha watu zaidi ni kwamba mvulana huyo alianza hata kumshika msichana huyo vibaya hadharani. Kwa bahati nzuri baba yake alikimbilia jukwani na kumzuia kwa wakati. Wakati huo huo, yule mwanaume mwenye kiburi bado hakujua kwamba muda mfupi kabla, mwanaume huyo alikuwa tayari amepiga simu na kuifungia black card hiyo. Kama ilivyotarajiwa, alipojaribu kuitumia hakuna hata dola moja iliyopitishwa. Wazazi wengine mara moja wakaanza kumcheka na kumuita tajiri wa bandia. Akiwa na hofu, haraka alimuita mwanamke mmoja na kudai atumiwe dola milioni 50 mara moja. Aliposikia sauti ya mke wake upande wa pili wa simu, mwanaume huyo hatimaye aligundua kwamba mke wake alikuwa amemsaliti kabisa ndoa yao. Sekunde iliyofuata, alipokea simu kutoka kwa mke wake ambaye alimwambia kwa haraka kwamba alihitaji dola milioni 50 na amtumie mara moja. Mwanaume huyo alikataa moja kwa moja na kukata simu. Lakini baba wa yule mvulana alidhani yote hayo yalikuwa maigizo tu. Ghafla ujumbe wa simu ukaingia ukisema kwamba dola milioni 50 zilikuwa zimewekwa. Karibu wakati huo huo, mwanaume huyo pia alipokea taarifa ya uhamishaji wa fedha wa kampuni kwenye simu yake mwenyewe. Ndipo alipogundua kwamba mke wake alikuwa ametumia vibaya kwa siri fedha za kampuni, na wakati huo akapoteza matumaini yote kwake. Baada ya makamu mkuu wa shule kupokea dola milioni 20 kutoka kwa yule tapeli, mara moja aliwaita walinzi ili mtoe nje baba na binti yake kwenye ukumbi. Lakini bila kutarajia, baba wa yule mvulana akainua mkono wake na kutangaza kwamba angechangia dola bilioni 40 badala yake. Maneno hayo yalipotoka, kila mtu akacheka kwa nguvu akisema kwamba haiwezekani mwanaume anayepanda baiskeli kuchangia dola milioni 40 isipokuwa kama ndiye tajiri mkubwa wa Haichang. Akiwa mvivu wa kubishana nao, aliamua kuthibitisha kwa vitendo. Sekunde iliyofuata mkuu wa shule alipokea uhamisho wa dola milioni 40. Yule tapeli aliposikia hivyo, aliumang'emo kwa hasira na kuongeza mchango mwingine wa dola milioni 30 ili kumzidi nguvu mwanaume huyo. Hakujua kwamba kiasi cha pesa hiyo hakikuwa na maana yoyote kwake. Kisha mwanaume huyo akachangia tena dola milioni 15 kwa utulivu na kutangaza kwa ujasiri kwamba bila kujali upande mwingine ungechangia kiasi gani, yeye angechangia dola milioni 5 zaidi. Yule tapeli aliposikia hayo, alilipuka kwa hasira na kuwaonya wamkabidhi tuzo hiyo mara moja, kisha wapige magoti na kuomba msamaha, isipokuwa angemwambia mke wake kuhakikisha kwamba hawawezi kuishi Haichang tena. Mwanawe hata akatoa picha ya familia ikidai kwamba bilionea maarufu mwanamke wa Haichang ndio mama yake. Alidhani jambo hilo lingewafanya baba na binti yake waogope na kurudi Ruma. Lakini mwanaume huyo alisema kwa utulivu, kama una ujasiri, basi changia dola milioni 100. Kwa mshangao wa kila mtu, yule tapeli kweli aliingia katika mtego huo na hata akatoa 10% ya hisa za Yunting Group ili tu kumwangamiza mwanaume huyo. Kwa aibu kubwa, hata akatangaza kwamba mali za mke wake ni zake pia. Makamu mkuu wa shule aliposikia kuhusu hizo 10%, uso wake ulijaa furaha mara moja na akamwamuru msichana mdogo kumuomba msamaha kwa mvulana huyo, isipokuwa angefukuzwa shule. Mwanaume huyo akacheka kwa dharau na kumkumbusha makamu mkuu, kwanza huwezi kuthibitisha kama kweli anaweza kutoa 10% hizo kirahisi hivyo. Lakini yule tapeli hakupaniki kabisa baada ya kusikia hayo. Badala yake alitangaza kwa kiburi kwamba mke wake angefika muda mfupi na atakapowasili baba na binti yake wangekuwa wamekwisha kabisa. Alipomaliza tu kusema hayo, ghafla ujumbe na simu ukaingia ukisema kwamba mgeni wa heshima wa Yunting Group alikuwa amewasili.